Manhaji ya mitume ni kuleta watu pamoja. Alipoingia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina, katika vitu vya mwanzo alivyovifanya ilikuwa ni akha baina almuhajirin wal ansar, akha baina al-Aws wal Khazraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya undugu kati ya muhajirina waliokuja kutoka Makka na Ansar waliopokea Madina. Akafanya undugu kati ya Aus na Khazraj, makabila mawili ambayo kwamba zaidi ya miaka 120 walikuwa wanapigana. Damu nyingi zimemwagika, roho nyingi zimetoka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anafika katika diyaru Bani Amr ibn Auf wa Kulthum ibn Hadm, anakaa masiku ya kukaa maeneo kama yale ambayo kwamba kumejengwa Masjid Quba kwa sasa. Anasoma ule mji, anaangalia adati zilizoko pale, challenges wanazopitia Waislamu katika mji kama ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaona katika matatizo makubwa yaliyoko pale ni furqa iliyoko kati ya Aus na Khazraj. Hawa ni ndugu, ni watoto wa ami, asili yao ni moja, lakini kwa nini leo wanapigana? Ukifuatilia kuna mkono wa tatu uliokuwa unapiganisha. Mkono wenyewe ni mkono wa Kiyahudi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotazama Madina, akaona soko kubwa lililoko katika mji wa Madina ni soko la Banu Qainuqa. Banu Qainuqa ni moja katika makabila matatu ya Kiyahudi ndani ya mji wa Madina, pamoja na Banu Nadhir na Banu Quraiba. Sasa soko la Banu Qainuqa lina maduka 300 ya kuuza dhahabu na silaha, kwa lugha sasa ni benki. Ili aendelee huyu kushika uchumi na kuishika economy ya Madina, ni lazima endelee kuwapiganisha wale, yeye apate faragha ya kubaki peke yake sokoni. Lakini ili wale wapigane wanahitajia silaha. Anauza silaha nani? Yeye, Yahudi Bani Qainuqa. Kwa hivyo atakuja hapa kwake kuja kununua silaha. Ndio yale yanayotokea katika ulimwengu wetu leo. Umma wa Kiislamu wanapigana wao kwa wao, wanauziwa silaha na adui. Yule anafaidika, kampuni zake zinaingiza mabilioni, sisi huku tunamwagana damu, tunatoa na roho. Na wala hatusomi sisi kutokamana na tarehe. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipoona tatizo kubwa ni huu mkono wa tatu ambao kwamba unagonganisha kati ya hawa, na kukitulia kidogo, kukipatikana amani kidogo kati ya Aus na Khazraj, anatoka Yahudi anakwenda kuwachochea hawa na hawa. Ambapo nakumbuka yule Buath, katika vita kulipopatikana mapambano makubwa, kulikufa watu wengi, anaambia wewe umesahau mjomba wako aliuliwa katika siku ya Buath.